Kwa mara nyingine tena, serikali ya Tanzania imepiga marufuku mikutano ya kisiasa nchini humo. Serikali ya Tanzania imepiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kwa muda usiojulikana. Akizungumza bungeni mjini Dodoma hii leo, waziri wa mambo ya ndani nchini humo Patrobas Katambi amesema amemwamrisha inspekta mkuu wa jeshi la polisi Camilla Swambura kutekeleza amri hiyo. Agizo hilo linakuja miaka 10 tangu amri nyingine kama hiyo kutolewa na serikali ya awamu ya 5 ya hayati Rais John Pombe Magufuli mwaka 2016. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji. Ni siku chache tu zilizopita ambapo makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema John Heche kutishia kuongoza maandamano ya nchi nzima endapo hoja zao hazitasikilizwa na serikali. Kwa hiyo tunataka wamwachie Tundu Lissu. Tunataka wafanye nini? La pili, tunataka katiba mpya. Tunafanya mikutano hii, tunazunguka nchi nzima. Leo tuko Mbeya, kesho tutakuwa Tunduma. Wasipotusikiliza, wasipofanya nini, tutaitisha maandamano. Na ili kuelewa zaidi yanayoendelea nchini Tanzania, najiunga na mwandishi wa BBC Alfred Lastek mubashara akiwa jijini Dar es Salaam. Lastek, serikali ya Tanzania imetoa maelezo zaidi ni kwa nini imechukua hatua kama hii? Mpaka sasa Amida, hakuna maelezo zaidi ya lile tamko la waziri wa mambo ya ndani ambapo alisema kwamba ametoa maelekezo kwa jeshi la polisi kutotoa vibali mpaka pale watakapoamua vinginevyo. Na kikubwa limezua taharuki haswa kwa vyama vya siasa ambao wengi wao wamesema hatua hiyo sio hatua ya kiungwana, na wengine wamesema kwamba wanatarajia kwenda mahakamani kuweza kuzuia hali hiyo. Naam. Je, hatua hii ama amri hii inahusu makundi ya kijamii na wananchi? Kwa kiasi kikubwa kumekuwa na wananchi wengi ambao wamekuwa wakienda kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara haswa ya vyama vya siasa, kikiwemo chama tawala CCM, chama cha demokrasia na maendeleo, na wamekuwa wakienda pale kusikiliza hoja mbalimbali za viongozi, na kumekuwa na mambo mengi yakiwa yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Na katika hali kama hii vyama na watu binafsi na mashirika ya kijamii mengi yameeleza hatua hii inaleta maswali mengi kwenye demokrasia ya nchi, haswa katika kipindi ambacho nchi inajaribu kuingia kwenye maridhiano kati ya serikali na vyama vya siasa. Sasa kuna uwezekano wa vyama vya kisiasa, maana linaogusa moja kwa moja, kupinga agizo hili mahakamani? Ni kweli Amida, ACT tayari wameshasema kwamba wana nia ya kwenda mahakamani, wakisema kwamba hatua iliyochukuliwa na serikali sio hatua ya kikatiba na kwamba vyama vina haki ya kufanya siasa. Kilichopo ni kwamba chama kikuu ambacho kinashikilia dola, Chama cha Mapinduzi, kimeshindwa kujibu hoja mbalimbali ambazo zimekuwa zikiletwa mezani na kwenye majukwaa mbalimbali na vyama vya upinzani. Sasa hii si mara ya kwanza Lastek kwa Tanzania kupiga marufuku mikutano ya kisiasa. Hatua ya sasa inalingana vipi na ile iliyotolewa wakati wa hayati John Magufuli? Wengi wanasema kwamba hali ya kisiasa inarudi kuwa kama ile ya nyakati zile za John Pombe Magufuli, ambapo yeye alitoa tamko la kutaka vyama vya siasa kuacha kufanya shughuli mpaka kipindi cha uchaguzi. Na unakumbuka tamko hilo lilitokea mwaka 2016 na vyama viliishia kufanya tu
ya ndani, lakini baadaye uchaguzi ulipofanyika akatoa tena tamko lingine kabla Mungu hajamchukua. Lakini Rais Samia alipoingia madarakani, ndani ya muda mfupi aliweza kuruhusu vyama vya siasa kuendelea na shughuli zake, lakini leo hii tamko hili limeenda kugusa vyama vyote ikiwemo Chama cha Mapinduzi. Asante sana Alfred Lastic, na mahojiano hayo ndiyo yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Na tuangalie taarifa nyingine ambapo nchini Venezuela maelfu ya watu walilala nje ya nyumba zao kwenye kibaridi kikali, huku makundi ya waokoaji yakiwa mbioni kuwatafuta manusura ambao wamefunikwa katika vifusi vya majengo yaliyoanguka kutokana na matetemeko mawili makubwa ya ardhi. Takriban watu 970 wamefariki huku maelfu ya wengine wakijeruhiwa. Aidha, maelfu ya watu bado hawajulikani walipo na inahofiwa kuwa wengi wamefunikwa katika vifusi. Idadi kamili walioathirika inatarajiwa kuwa kubwa zaidi baada ya tathmini ya kina kuhusu ukubwa wa uharibifu kufanyika. Lakini katika hali ambayo imetajwa kama miujiza, waokoaji wamemwondoa mwanamke mmoja kutoka kwenye vifusi akiwa hai. Tukutahadharishe tu kwamba picha zinazofuata ni za kusikitisha. Sasa mwanamke huyu alikuwa kwenye fahamu na alijitahidi kushikilia kwa nguvu fremu ya mlango na kuvunja vidole vyake wakati ambapo sakafu ya jumba hilo ilipoporomoka. Makazi maalum ya muda ndio hifadhi kwa mamia ya watu kwa sasa. Daktari mmoja ameambia BBC kwamba hospitali zimezidiwa na idadi kubwa waliojeruhiwa na sasa inawabidi kuwahudumia watu wengine nje ya hospitali. Aidha, amesema kwamba wanakumbwa na uhaba wa dawa na vifaa vya matibabu. Sasa takriban hospitali 8 zimeharibiwa vibaya kutokana na tetemeko hilo. Wanajeshi wa Marekani pia wamewasili jijini Caracas kusaidia katika shughuli za uokoaji na kutoa msaada. Aidha, wahudumu wa afya, waokoaji na vifaa vya matibabu kutoka mataifa Mexico, Jamhuri ya Dominican, Uhispania na Qatar pia wamewasili nchini Venezuela. Aidha, shirika la huduma za kibinadamu la Umoja wa Mataifa pia limetoa msaada wake. Mwandishi wa BBC Vanessa Silva yupo Caracas ambapo juhudi kubwa ya uokoaji inaendelea. Katika upande huu mwingine wa uwanja tunawaona watu ambao wamekuja hapa wakiwa na misaada kwa wale waliopoteza kila kitu, na sio tu hapa Caracas bali pia katika jimbo la Vargas. Wameleta vifaa vya matibabu, nepi za watoto, maji na chakula, na pia nguo ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuwafaa watu kulingana na jinsia na umri wao na kisha kuwagawia wanaohitaji. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, mwenzangu Ahmed Bahaj atakuwa na wachambuzi kujadili michuano ya Kombe la Dunia. Je, nani watapenya raundi ya mwondoano?